Yes, ni wakati mzuri tena msikilizaji, tunakwenda kutazama hiki kiapo cha mchepuko. Sasa hiki kiapo ni kipi msikilizaji? Tujumuike pamoja kwenye story yake Juma Hiza na inasimuliwa nami Lucas Lumbasi. Sasa bwana, ilianza minong'ono. Alipoisikia, akauliza, akajibiwa kuwa hakuna lolote lile. Akatabasamu tu na kuridhika na jibu kutoka kwa Ben Chacha. Lisemwalo lipo. Zikazuka habari, kisha ikafuata taarifa. Kichaa kikampanda, akamtafuta Ben Chacha, akampata. Akamweleza juu ya taarifa zinazosambaa mjini. Ben Chacha akazikanusha zile taarifa. Akamsihi Batuli asisikilize maneno ya watu. Kwa mara nyingine tena Batuli akaridhika na jibu la Ben Chacha. Akakubali. Akajifanya hasikilizi ya watu. Siku zikapita. Kwa kuwa lisemwalo lipo, nalo bila hiana likajitokeza. Sasa haikuwa taarifa wala minong'ono. Ni kitu kilichotokea na tayari kimefanyika. Ben Chacha amefunga ndoa na binti wa rais. Mji mzima ulifurahi kwa zile taarifa. Kasoro kiumbe cha kike kilicho yafahamu mapenzi kupitia kwa Ben Chacha, ambaye huyu anaitwa Batuli Ali. Yeye ndiye aliyefahamu maana halisi ya kuachwa, tena kwa dhihaka. Aliyekuacha anafunga ndoa. Bora ibaki kuwa ndoa katika maana halisi ya ndoa tu. Anafunga ndoa na mtoto wa kigogo. Asa Batuli kichaa kikampanda. Hakuna kinachosimama katika fahamu zake zaidi ya Ben Chacha tu. Kwa hasira akaapa kumrudisha Ben katika himaya yake. Ben ambaye ikulu ni sehemu ya kupumzika pale ambapo anahisi anahitaji utulivu. Huku Batuli yeye akisahau tu kufungua saluni yake ya kike, basi angeipata hasara ambayo angekumbuka maisha yake yote. Batuli atamweza wapi Ben sasa? Tunyamaze, tusimuingilie katika kiapo chake msikilizaji. Sisi tumfuatilie tu. Karibu katika kiapo kwa mara nyingine msikilizaji, pale mapenzi yanapohitaji uhuru wake. Basi bwana, Batuli Ali msikilizaji hakuwa yule mwanamke wa miezi kadhaa nyuma. Mwanamke ambaye alikitumia kifua cha Ben Chacha kama mto pindi anapoutafuta usingizi. Huyu alikuwa ni Batuli ambaye bila pombe basi hakuna kitu kinachoitwa usingizi katika maisha yake. Mwili wake sio ule ambao kila mwanaume alilazimika kuutizama mara mbili ili kuamini kuwa lile umbo ni la mwanamke aliyezaliwa kama wengine. Huyu alikuwa ni Batuli aliyekongoroka na kuisha vibaya mno. Halali kwa wakati. Tena hiyo kwa wakati mpaka pombe ingilie kati, la sivyo angekesha. Waliomfahamu walijaribu kutafuta njia ya kumnasua katika ile hali. Maskini wasijue kuwa mapenzi ndio mdudu hatari anayeandama uhai wa rafiki yao. Walijitahidi kila wawezavyo. Walipouliza sababu ni nini, wakajibiwa ni Ben Chacha. Kusikia jina la Ben Chacha, mkwe wa rais, wakanyamaza na kumwacha Batuli katika mateso yake. Lakini kama bahati tu, mchumia janga hula na kwao. Batuli akapata wakula naye, Diana Mosha. Diana Mosha ni rafiki kipenzi wa Batuli. Diana Mosha akasafiri kilomita nyingi kutoka mkoa wa Kilimanjaro kulifuata jiji la Dar es Salaam kwa lengo la kuirejesha furaha ya Batuli. Saa 9 alasiri, Batuli aliwasili katika kituo cha mabasi Mbezi. Alifika pale kwa lengo la kumpokea Diana Mosha. Ikawa hivyo, akakutana na Diana Mosha. Wakachukuana hadi katika gari la Batuli. Kisha safari ya kurejea Chamazi, Dar es Salaam ikaanza. Ndani ya gari, mara chache sana Batuli alikuwa akizungumza. Aliyetawala mazungumzo ni Diana Mosha. Diana mara angezungumzia kero ya msongamano wa magari katika jiji la Dar. Kisha angeliacha hilo hewani na kuhamia katika mwili wa Batuli. Hapo angeuchambua jinsi ulivyokwisha, halafu anamalizia kwa sikitiko. Bado safari inaendelea. Ukimya mfupi utachukua nafasi, halafu Diana arejee tena katika ulingo wa maneno.
Diana angeanza kumlaani Beni Chacha kwa usaliti aliofanya kwa Batuli, kisha angemalizia na tutamkomesha. Hapo angejilaza katika siti na kusubiri tu afike, maana anazungumza na Batuli ambaye hana la kusema. Mapenzi amempa ububu. Baada ya mwendo usioeleweka, ni mrefu ama mfupi kwa masaa mengi waliotumia barabarani, hatimaye majira ya saa 2 usiku, yani kuelekea saa 3, Batuli na Diana wakawasili nyumbani. Uzuri Batuli alikwisha jenga. Ni nyumba ya kumpa jeuri mjini. Baada ya kuwa wameteremsha mizigo ya Diana, sasa wakaingia nao ndani. Batuli akamwonyesha Diana chumba ambacho kingekuwa chake kwa kipindi chote ambacho angekuwepo nyumbani kwa Batuli. Kisha baada ya hapo Batuli akaaga kuwa anakwenda kununua chakula katika banda lililokuwepo jirani na nyumba yake. Wakati huo Diana alihitaji kwenda kuoga ili kuondoa uchovu wa safari. Zikaanza sekunde. Diana wala hana wasiwasi. Anabadilisha vituo tu vya TV katika runinga kubwa iliyopamba ukumbi wa nyumba ya Batuli. Muda hausimami. Zikafuata dakika, bado Diana hana lolote la kumpatia wasiwasi. Kajilaza tu katika sofa akitizama runinga, huku panga boy likiendelea kumpatia hewa safi. Dakika nazo wala zikutaka kuonekana zinagoma, zikayoyoma, zikaisha. Lisali moja likakamilika bila ya Batuli kurejea tangu alipoaga kuwa anakwenda kununua chakula katika banda jirani tu na nyumba yake. Alisema jirani. Sasa ni lisali moja, jirani ipi hiyo? Diana ndio alitakiwa kujiuliza, lakini wala hayupo huko. Runinga imemkamata kisawasawa. Sala pili likahitimu. Batuli atokei. Sasa Diana akakurupuka. Alisubiri kwa kitambo, lakini anayemsubiri wala hatatokei. Akajisemea kwamba labda amepata dharura ama kuna sehemu kapitia tu. Ngoja nimcheki. Diana ndivyo alivyojisemea. Kivivu tu akajinyanyua katika sofa na kuifuata simu yake ndogo aliyoitelekeza katika chaji chumbani kwake. Alipofika chumbani, akaikuta simu yake ikiwa inafurahia tu huduma ya chaji iliyokuwa ikipata. Akaikatisha, akaichukua na kuibofya. Simu ikasambaza mwanga katika kioo. Kitu cha kwanza alichokutana nacho katika simu yake ni simu zilizokosa mpokeaji, yani missed call. Tena zilikuwa ni 6 kutoka kwa Batuli. Batuli ambaye alikwenda kufuata chakula alikuwa anapiga simu, lakini Diana apokee simu. Sasa Diana akajisemea kwamba huyo naye hapo tu anapiga simu zote hizi. Ngoja nimpigie. Basi akampigia. Alimpigia Batuli, lakini akaambiwa namba unayopigia haipatikani, tafadhali jaribu tena baadaye. Yule dada siku zote ndiye aliyepokea simu na kumjibu hivyo Diana. Namba Batuli haipatikani. Diana akajaribu tena kama alivyoambiwa. Alichosahau ni kuwa aliambiwa jaribu baadaye na sio kwa wakati ule. Yeye akajifanya mbishi. Akajaribu tena muda ule ule. Bado namba ya Batuli haipatikani. Diana akarejea ukumbini akiwa analaani kwa kutokupatikana kwa Batuli kwa hewa. Akiwa sasa katika kulaani kule, ugeni unaingia pale ukumbini. Ugeni ukiwa unahema kana kwamba umetoka katika mbio. Ule ugeni unashindwa kuzungumza, unabakia katika kunyoosha kidole kuashiria nje. Diana anahoji kuna nini huko nje? Hajibiwi. Yule mgeni amekazana na kunyoosha kidole chake kuashiria nje. Nje kuna nini? Ule ugeni ukazungumza Batuli. Basi Diana aliikunja sura yake katika namna ya udadisi. Anamsogelea yule kijana aliyeingia pale bila hata ya ruhusa. Hilo la kuingia bila ruhusa wala halina tabu sana. Tabu ipo huko nje. Basi Diana akahoji kwamba Batuli kafanyaje? Alimsogelea yule kijana karibu kabisa, huku sasa kitazama mlango ulioachwa wazi na kijana aliyeingia saa zile. Yule kijana kwa kubabaika akasema kwamba hata mimi sijui, nimetumwa nikuite. Basi Diana akauliza kwamba nani kakutuma? Hebu uzungumze basi haraka. Alizungumza hivyo Diana huko anafoka. Diana alichoshwa na kauli nusu kutoka kwa kijana. Kijana akatamka nifuate. Hapo tayari sasa amenyanyuka pale alipokuwa amekaa, akaanza kuzipiga hatua kuondoka akimtaka Diana amfuate. Alishawahi kusikia matukio mengi ya kutisha yanayotokea katika jiji la Dar, hasa nyakati za usiku. Mawazo ya Diana yakaegemea katika hofu. Huenda lipo baya limemkuta Batuli huko nje.
Hakutaka kuweka pingamizi juu ya kumfuata yule kijana. Akainyanyua miguu yake kumfuata kijana, akaifunga nyumba na kuongozana na kijana. Basi hatua kadhaa mpaka katika banda linalouza chakula lilipo jirani kabisa na nyumba Batuli. Umati wa watu ulikuwa umejazana, huku kila mtu akihitaji azungumze yeye, wenzake wamsikilize. Mwisho zikawa kelele tu, hakuna anayemsikiliza mwenzake. Yule kijana akamfikisha Diana kwa mmiliki wa lile banda. Mmiliki akamchukua Diana kando, alihitaji kuteta naye jambo hilo. Diana alilifahamu. Mmiliki wa banda akauliza kwamba kuna maagizo yako Batuli kaniachia, upo tayari kuyapokea? Diana alitikisa kichwa. Mmiliki wa banda akaendelea akasema ya kwamba anahitaji umfuate kituo cha polisi cha Mazi Magengeni. Diana akasema, we Batuli, polisi kivipi tena? Diana alibwatuka. Hakutegemea kila alichokisikia. Mmiliki wa banda alinua juu mabega yake kuashiria kwamba hakuna anachojua. Mmiliki wa banda alisema ya kwamba polisi walifika hapa, wakamchukua na kuondoka naye. Kabla hajaondoka, wakati anagoma kuondoka, aliniambia kuwa kuna mtu nyumbani kwake afikishiwe taarifa. Ndio nikamwagiza kijana wangu aje akuite. Ulipigiwa simu sana, lakini wala hata kupokea. Mmiliki wa banda alihitimisha kile anachokifahamu. Asa Diana akasema kwamba lakini mimi ni mgeni, sio mwenyeji kabisa, nitafika vipi kwa polisi sasa? Diana aliongea kwa namna anavyoongea ni kama mtu aliyejikatia tamaa. Basi yule mmiliki wa banda akasema kwamba kwa sasa bora ungekwenda tu kupumzika, alafu kesho alfajiri uje hapa twende huko polisi, kwa kuwa yupo polisi, wala hata usiwe na wasiwasi kabisa. Alisema hivyo mmiliki wa lile genge. Mwanzo Diana alipinga. Mwisho alipobaini hana ujanja zaidi ya kumsikiliza ule mmiliki wa banda, basi akaridhia kuwa alfajiri ya siku inayofuata wangekwenda katika kituo cha polisi ambacho Batuli kashikiliwa. Basi alirejea nyumbani. Ndio kwanza kafika katika jiji la Dar. Hata hajapumzika kiasi cha kutosha, anakumbana na safari za kuelekea polisi. Hakuna alichokitamani. Hata kula pia akasahau. Akajitupa kitandani na kusubiri pakuche. Alfajiri na mapema kabisa siku iliyofuata, Diana alishafika katika lile banda. Baada ya dakika chache, mmiliki akawasili akiwa na kijana wake. Salamu za hapa na pale zikachukua nafasi. Kisha mmiliki wa banda akamwachia maagizo kijana wake, maagizo ya kazi. Kisha yeye na Diana wakaelekea hadi kituo cha polisi cha Mazi Magengeni. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Diana kuingia kituo cha polisi. Hakuweza kuwa mzungumzaji mzuri. Mmiliki wa banda ndio alichukua jukumu la kuzungumza. Baada ya kuzungumza, walijibiwa kwamba kwa hayo majira hakuna mtu aliyeletwa katika kituo chetu. Ndivyo walivyojibiwa baada ya kuulizia juu ya Batuli katika kile kituo. Sasa mmiliki wa banda akaoja akasema kwamba ila kuna polisi walikuja jana usiku Chamazi kazini kwangu, wakajitambulisha kuwa wanatoka katika hiki kituo na wamemchukua ndugu yetu anaitwa Batuli Ali. Sasa mnasemaje kwamba hamna taarifa zake? Mmiliki wa banda alihoji. Wakati wote huo Diana alikuwa mfuatiliaji wa kila kinachoendelea. Wale polisi waliokuwepo kituoni wakatizamana, kisha kwa pamoja wakatabasamu. Macho yao wameyaweka katika umbo na sura ya Diana. Diana aliyeshonwa akashoneka, alionekana kuvutia sana machoni pao. Basi wakajibiwa, wakaambiwa kwamba ndio kama hivyo, hakuna taarifa zake, na jana hakuna polisi aliyetoka katika kituo chetu akaenda kumkamata mtu, labda mmekosea kituo. Basi walijibiwa hivyo. Diana na mmiliki wa banda ndio walihisi kama wanataniwa, ila hapakuwa na utani wote ule. Hilo likabainika. Mmiliki wa banda na Diana wakatoka katika kituo wakiwa na maswali mazito mawili tu. Kama hayupo kituoni, Batuli yupo wapi? Na kama wale waliokuja kumkamata Batuli sio polisi, je, ni wakina nani? Ni watu wasiojulikana ama mzaa tu? Usaha ukajitokeza. Batuli hajulikani wapi alipo. Neno ua likabadilisha maana kutoka katika pambo hadi hatari. Sio kituo cha polisi tena. Batuli katoweka ghafla. Diana Mosha kichwa kikawaka moto. Hakuna anachokielewa tena. Kila alipoambiwa tulia ndio kama anafokewa. Diana alisema hapana, lazima nimpate Batuli. Basi alisema hivyo Diana. Alimwacha mmiliki wa banda pale na kuondoka zake.
Yaani unaweza ukasema ya kwamba utafikiri yani anafahamu njia ama analijua jiji. Mmiliki wa banda alikuwa nyuma tu anamfuata Diana. Alitambua kama na yeye akiamua kuwa kama Diana, basi huenda Diana akapotea. Diana alikwenda kusimama kando ya barabara ambayo daladala za kurejea alipotokea ndio zinasimama pale. Mmiliki wa banda akafika pale aliposimama Batuli. Daladala iliposimama wakapanda na kuondoka kurejea nyumbani. Ndani ya daladala hakuna anayemsemesha mwenzake. Kila mmoja yupo kimya. Wakashuka katika kituo chao, wakaongozana hadi bandani. Mmiliki wa banda akamwomba Diana kama hatojali achukue chakula akale nyumbani. Diana akakubali. Akachukua chakula na kurejea nacho nyumbani. Akafika nyumbani, kwa kumbukumbu zake imara, wakati anaondoka alifunga mlango. Tena kwa kitasa chenye cha kufuli inafungua nazo yeye. Mbona mlango upo wazi? Akajiuliza Diana, yani imekuwaje yani? Basi akiwa na wasiwasi akaingia ndani. Sauti ya kike ilimkaribisha ikisema ya kwamba ingia tu. Ni sauti ya Batuli. Diana macho alimtoka. Batuli aliyetoka kumfuata kituo cha polisi yupo anamkuta nyumbani. Diana akasema kwamba unajua mimi sielewi nini kinaendelea. Diana alihoji hivyo, angalau tabasamu linarejea baada ya kumwona Batuli. Batuli akasema kwamba kula kwanza, ukishakula tutazungumza. Alisema hivyo Batuli ambaye kajilaza tu katika sofa pale ukumbini. Diana akasema kwamba hapana ndugu yangu, lazima nijue nini kinaendelea. Alisema hivyo Diana huku sasa akijichagulia moja ya sofa pale ukumbini. Lile bakuli alilobebea chakula kutoka bandani aliamua kulisusia chini sakafuni. Batuli akasema kwamba inabidi urejee Kilimanjaro tu rafiki yangu. Kwa sasa nilichokuitia nitakifanya peke yangu. Diana akahoji kwamba yani unamaanisha niondoke? Batuli akasema ndio. Hii kazi nataka nifanye mimi kama mimi tu. Kwa hiyo wewe ungerudi tu nyumbani kwa sasa. Sasa mbona ghafla shoga yangu? Yaani baada ya wewe kutoweka jana usiku unakuja leo asubuhi unanielezea haya? Yaani kipi kimekutokea kwani? Diana, sio kila jambo unatakiwa kulifahamu. Kwa sasa ungefanya kama nilivyosema. Batuli alishikilia msimamo wake. Halafu akanyanyuka na kuondoka zake akaelekea chumbani. Diana alisalia pale ukumbini. Katika kumbukumbu za Diana, hakumbuki kama aliwahi kuwaza kurejea Kilimanjaro mapema kiasi kile. Alichokitaka ni kusalia jijini Dar. Ndio, Diana hakuhitaji kuondoka kama alivyotaka Batuli. Akiwa pale ukumbini, mlango ukatoa kelele kuashiria kuna mgeni nje anahitaji ruhusa kuingia ndani. Diana akaruhusu akamwambia pita tu. Basi ugeni ukaingia. Alikuwa ni mmiliki wa banda. Mmiliki wa banda akauliza kwamba upo sawa? Aliuliza kusasa kiketi kando ya Diana. Diana akajibu kwamba nimekuja hapa nimemkuta Batuli. Diana alijibu hivyo, tofauti na alichoulizwa. Mmiliki wa banda akasema kwamba usiniambie. Aise, kwa hiyo anasema alikuwa wapi sasa? Diana alibinua mdomo wake kwamba hajui chochote. Mmiliki wa banda akasema kwamba ila mimi sijaja hapa kwa ajili ya huyo Batuli, nimekufuata wewe. Diana akajibu, okay sawa, umenikuta, karibu. Mmiliki wa banda akasema kuna dili. Diana akauje, dili gani? Mmiliki wa banda akasema la pesa ndefu. Diana alibaki kushangaa tu. Basi yule mmiliki wa banda akauliza kwamba kwani wewe na Batuli mna undugu? Msikilizaji, tukiachana na hilo, Beni Chacha sio yule tena ise. Wa sasa alibadilika kwa kila kitu. Sio gari analotumia wala sio nguo anazovaa. Yote 9, 10 ni kwamba hata miondoko yake katika matumizi ya pesa ilikuwa makubwa. Kutumia laki kwa mlo mmoja kwake sio kitu cha kushangaza sana. Hata siku hii alikuwa katika moja hoteli ya hadhi katika jiji la Dar. Katika ile meza iliyoruhusu watu wawili aliketi Beni Chacha na kiti kingine kilikuwa wazi. Mazoea ya Beni kuwepo katika ile hoteli majira ya mchana ilimeshageuka kuwa tabia. Akawa mteja wa kudumu. Juu ya ile meza kulikuwa na glasi na chupa ya maji kando. Huku yeye Beni akiwa anajishughulisha na kubofya simu yake tu. Miguu yake kaifanya katika namna ya 4. Maisha alishakwenda alipotaka. Akasahau kabisa kuhusu usaliti aliofanya kwa Batuli. Akumbuke ili iweje sasa. Sauti ilisikika ikisema kwamba habari yako kaka. Ni sauti ambaye ilikuwa imegusa masikio ya Beni. Beni akainua kichwa chake kumtizama
aliyezungumza. Sio malaika, ni binti tu kutoka Kilimanjaro aitwaye Diana. Beni akajibu safi. Bado macho yake yalikuwa nakagua namna Diana alivyoumbwa, naye akakubali kuumbika. Beni akajikuta kimeza mate, kwa sababu ni kama chakula halisi kipo mbele yake. Karibu, unaweza kuketi hapa kama utojali. Beni akajikanyaga mbele ya Diana Mosha. Diana akasema hapana, kuna mtu nimepanga kukutana naye, asante sana. Diana akachomoa ombi la Beni, kisha akajitafutia nafasi yake katika ile hoteli. Kwa namna Diana alivyozijenga hatua zake katika kutembea, usingepinga kama angekwambia anao ndugu na ile sakafu. Alikuwa akishusha miguu yake taratibu mno katika ile sakafu, kama anaogopa kuiumiza. Beni mapepo alimpanda. Shunga yake ikageuka panga boy, kila mara alikuwa anageuka na kumtizama Diana kiwiziwizi. Zikapita dakika 10. Diana akaagiza alichoagiza akaletewa. Eti akajifanya hali anakitazama tu kile chakula alicholipia shilingi 50,000. Ni vile tu alikuwa katikati ya dili alilopewa na mmiliki wa banda. La sivyo kile chakula kingepata mateso makali sana katika kinywa cha Diana. Diana bila kukigusa kile chakula akasimama pale alipokuwa ameketi, akachukua na mkoba wake, akauning'iniza kwenye mkono, kisha akazihesabu hatua, akaondoka zake. Beni akamuita akasema, dada samani. Aliita Beni sasa anasimama pale alipokuwa amekaa na kumfuata Diana. Samani tena, tunaweza kuzungumza kwa dakika moja? Unazo sekunde 58. Alijibu Diana. Eti anajifanya naye anajali sana muda wake. Muda upi huo? Beni naye hakutaka kuchelewa. Akamchukua Diana hadi katika meza yake wakaketi. Naitwa Beni, nani mwenzangu? Diana. Jina. Naelewa ni zuri. Nafahamu ni jina zuri. Beni akajichekesha tu baada ya Diana kumalizia kila alichotaka kusema. Ukweli dada, nimevutiwa na wewe. Natamani kujiona na wewe kiundani. Ila hata kama tukiwa marafiki pia itakuwa poa. Asante sana. Naona dakika 1 imeisha. Hii ni business card yangu. Tutaonana wakati mwingine Beni. Bahati njema. Alisema Diana, kisha akampatia Beni kadi ndogo tu yenye namba. Alafu akasimama na kuondoka zake. Kwa mwendo ule, mwendo wa pwani kisha bara. Nyama zilikuwa zinatikisika tu. Beni akabaki akijichekea tu peke yake katika ule ukumbi unaochukua watu 4 tu. Kwa wakati ule alisalia Beni peke yake. Sasa nyumbani kwa Batuli, mara ashike hiki, akisusa alafu achukue kile, nacho atakitelekeza na kutupa mwili wake katika sofa. Hapo anashusha pumzi ndefu. Fahamu zake zinagoma kusahau kile kilichomkumba jana usiku wakati akiwa pale bandani. Anajaribu kusimama lakini miguu yake haina nguvu ya kufanya hivyo. Anaendelea kusalia pale pale kwenye sofa. Anasubiri kwa dakika kadhaa, kisha anajaribu tena kusimama. Hii miguu ilikuwa inafanya tu kile ambacho anakitaka. Anasimama, atatembea kwenda jikoni, atafungua kabati la vyombo na kuchukua kisu, atakitazama kana kwamba ni kile kisu kingezungumza lolote. Lakini kisu kimya. Sauti kali ya kike ilisikika ikisema kwamba unataka ufanye nini? Ni Diana ndio aliyezungumza hivyo. Diana tayari alikuwa amerejea nyumbani. Diana akasema kwamba kwa hiyo, yaani umejikatia tamaa kabisa na ulitaka niondoke ili wakati unajiua asiwepo mtu wa kukuzuia, si ndio? Alihoji Diana. Tayari alikuwa amekikwapua kile kisu kutoka katika mikono ya Batuli ambaye yupo katika kilio. Diana akasema kwamba Batuli, ni mapema sana. Bado ni mapema sana, Wewe niachie mimi, na hakika Beni atajutia kwa kile alichokufanyia kwako. Alisema Diana. Batuli hakuzungumza chochote. Yeye ni kilio tu. Diana akaingia kwenye jukumu la kumbembeleza. Alifanya hivyo mpaka pale Batuli aliponyamaza. Baada ya kuwa Batuli kanyamaza, Diana akageuka kuwa mpishi, akapika kilichokuepo. Baada ya kula na kuhakikisha Batuli karejea katika hali yake ya kawaida, Diana akaaga na kuelekea kwa mmiliki wa banda. Alipofika bandani, akamtoa kando mmiliki wa banda. Diana akaanza kuzungumza kwamba Beni tumempata. Mmiliki wa banda alimsifia Diana akasema kwamba kwa jinsi nilivyokuona tu nilijua hii kazi unaiweza. Diana akasema na najua muda si mrefu atajileta. Basi mmiliki wa banda akasema kwamba acha aje tu, sisi tunamsubiri hapa katika mipango yake.
Alizungumza hivyo. Sasa baada ya mazungumzo yake hakuna kingine ambacho Diana angekisubiri, akachukua jukumu la kurejea nyumbani. Diana akaufungua mlango na kuingia ndani. Sauti ya runinga ndio ilikuwa imetawala nyumba nzima. Hilo halikumsumbua Diana. Akaizima runinga na kuelekea chumbani kwake. Alijilaza kitandani huku mkono wake akiupeleka kando ya meza ndogo ambayo ilikuwa pembeni ya kitanda. Akachukua simu yake. Alibofya pale, ni kama tukio lilikuwa likitaka kujirudia. Akazikuta simu ambazo zilikosa mpokeaji. Zilikuwa 6 na mpigaji ni mmoja, mpigaji ambaye ni Batuli. Diana akajinyanyua pale kitandani na kuzitupa hatua zake kuelekea chumbani kwa Batuli ili ajue kuna nini. Hatua ya kwanza ikaza, ya pili, hatua ya tatu ikazalisha mwendo, akafikia mlango wa chumba cha Batuli. Akaufungua na kutazama, hakuna mtu. Akaufunga mlango na kuita. Alimuita Batuli lakini bado kimya. Kama tu tabia. Diana akatizama chini. Macho yake yakaona simu ya Batuli iliyokumbana na ghadhabu za sakafu ile na kuvunjika. Wasiwasi ukamkamata Diana. Diana akakubali na kuandamana nao kukagua kila kona ile nyumba. Utata ulianzia pale tu Diana alipofungua mlango wa chumba cha ziada katika nyumba ya Batuli. Hiki chumba cha ziada ndio kilizua ya kuzuka. Kile Diana alichokiona katika kile chumba kikamfanya kupiga ukelele akimuita mzazi wake wa kike, yani mama, na wala aliyemuita asimsikie kwa umbali wa kutoka Dar hadi mkoa wa Kilimanjaro. Ingehitajika miujiza kwa sauti ya Diana kumfikia mama yake. Basi Diana mbio anakimbilia ukumbini. Anafika ukumbini, hatambui kama pale ndipo alipohitaji kuwa ama la. Anapashangaa tu. Piga simu ndio wazo jepesi sasa lililopata kuingia kichwani mwake. Haraka akakimbilia chumbani kwake, akaichukua simu yake na kuibofya. Hakutumia dakika nyingi, akaipata namba aliyetaka kumpigia, akapiga. Lakini namba haipokelewi. Diana anatoa tusi kali sana. Anatafuta nyingine, anaipata, anapiga tena lakini haipokelewi. Hakuwa na utulivu hata chembe. Tayari ametoka nje. Kile alichokiona ndani kinatisha. Hakitazamiki mara mbili kwa yoyote ule mwenye roho ya maini. Akiwa nje, wazo la kumpigia simu mmiliki wa banda likamjia. Hakutaka kupoteza muda, akapiga. Simu ikapokelewa. Akiwa kama amepagawa, akaomba kukutana na mmiliki wa banda. Basi mmiliki wa banda akasema kwamba huwezi kuniambia kwenye simu? Diana akasema kwamba nataka tukutane. Mmiliki akasema kwamba basi mimi nasogea hadi kwenye kona, usichelewe. Basi alikata simu. Muda haukupita. Walikutana kwenye kona ambayo licha ya ugeni wa Diana ndani ya mji wa Chamazi bado aliweza kufika. Kwanza ilimbidi mmiliki wa banda amtulize Diana ili arejee kwenye utimamu wake kutoka kwenye hofu na wasiwasi aliokuwa nao. Mmiliki wa banda alioji kwamba haya sasa niambie sababu ya wewe kuwa kwenye hali kama hii. Diana akasema kwamba ni Batuli. Mmiliki wa banda akasema nini kimemtokea Batuli? Hayupo tena ama? Diana akasema Batuli ameuawa. Batuli amekufa. Mmiliki wa banda akasema kwamba basi itabidi tupige simu polisi, ila kabla yote ni lazima wewe ukachukue nguo zako na kuondoka pale. Usiache alama yoyote kama uliwahi kuwepo pale. Hakikisha hata harufu yako unaiondoa kabisa, unaondoka nao kabisa. Diana akasema yani una maana nimkimbie Batuli kwa kuwa ni marehemu? Yule ni rafiki yangu, kumbuka. Mmiliki wa banda akasema ni rafiki yako sawa, ila ni marehemu tayari, tena ameuawa. Unafikiri polisi watajua kuwa wewe ni rafiki yake? Kitakachofuatia tu atakujumlisha wewe moja kwa moja kwenye hii kesi. Na ukikaa vibaya, muuaji utakuwa wewe. Cha kufanya hapa, wewe nenda kachukue kila chako uje bandani. Mimi naenda kuandalia mazingira ya chumba cha kufikia. Nitakuja kukuchukua bandani. Basi Diana akasema kwamba sasa kwa hiyo Batuli ndio amekufa na hakuna atakayetetea haki yake kwa kuwa tu ni marehemu, Sasa mimi ni rafiki, yani nitaonekana kwanza rafiki wa aina gani? Hebu niambie basi, mwenzangu kafa na mkimbia, yani naikimbiaje maiti sasa? Mmiliki wa banda akasema kwamba sasa unataka yani ukaifufua ama? Haya nenda. Mimi nataka nikuweke kwenye njia safi ambayo utaipita. Wewe unafikiri mimi ulivyoniambia Batuli kauawa, unadhani mimi kifo chake hakijaniuma ama? Nimeumia. Najikaza hapa ili mradi wewe tuwe salama. Au ulitaka wote tulia? Diana, sikiliza, najua hunifahamu sana. Ila kwenye maisha yangu huwa natatua tatizo kwanza kisha natafuta muda mzuri wa kulia.
alisema jamaa wa bandani na kuondoka zake. Asa Diana akabaki yeye na roho yake. Mwisho kabisa hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kufanya kama alivyoambiwa na jamaa wa bandani. Alikusanya miguu yake, akaianzisha safari ya kurejea nyumbani kwa Batuli. Alipofika, akachukua kila kilichokuwa chake. Akasafisha uwepo wake pale nyumbani, kisha akaondoka na kuiacha nyumba Batuli kama mtu ambaye hakuwahi kuwepo hapo. Akaelekea bandani. Huko sasa akapokelewa na mmiliki wa banda aliyemchukua hadi kwenye chumba ambacho atatulia humo kwa muda. Mmiliki wa banda akasema kwamba kesho tutawapigia simu polisi. Wewe niachie mimi kila kitu. Kwa sasa kuwa mpole, tutuliza akili yako. Diana akasema ni nani atakuwa sasa amehusika na mauaji ya Batuli? Jamaa akasema kama ambavyo hujui hata mimi mwenyewe sijui. Kwa hiyo tujipe muda utakuja na majibu yote. Basi walikubaliana hivyo. Palipokucha, asubuhi na mapema polisi walifika nyumbani kwa Batuli wakiambatana na mmiliki wa banda ambaye ndiye aliyowapigia simu. Hapakuwa na kitu cha maana ambacho polisi wangeanza nacho. Walichukua mwili wa Batuli kwa ajili ya taratibu zao kabla ya kuutoa tena kwa ndugu wa marehemu waendelee na mazishi ya ndugu yao. Basi neno kutoka kwa polisi baada ya maswali mengi ya nini kinaendelea juu ya kifo cha Batuli lilikuwa ni upelelezi unaendelea. Wakati raia wakibahatisha sababu ya kifo cha Batuli, yeye alikuwa na jibu mkononi. Jibu lenye sababu zote za kifo cha Batuli. Jibu hili alilipata wakati akiwa anajitafutia nguo ya kuvaa kwenye moja ya begi lake pendwa. Diana mkononi alikuwa na barua, ama unaweza kusema ujumbe wa maandishi ulioachwa na marehemu Batuli. Batuli aliuandika na kuweka kwenye begi la Diana kabla umauti haujamkuta. Batuli aliandika ya kwamba, Diana rafiki yangu, sijui utauona ujumbe huu wakati gani. Nitaka kukuambia lakini ulimi wangu umekuwa mzito sana. Naomba ujue kwamba ile siku niliyopotea kwa usiku mmoja nilitekwa na mwanamke ambaye picha yake nimeiweka kwenye mfuko wa moja ya nguo yako. Najua siwezi kuishi muda mrefu, maana hawezi kuniacha hai. Yeye amesema hivyo. Natamani kukimbia lakini nitakimbilia wapi? Macho yake yananitazama mimi wakati wote. Diana, mimi nitakufa kwa sababu ya mapenzi, ila naomba na wewe usije ukafa kwa sababu ya mapenzi. Naomba uishi maisha yako, ila karibu sana Dar es Salaam. Hivyo ndivyo ambavyo ujumbe wa Batuli ulisomeka. Diana akaingia kwenye dakika chache za kilio kabla kunyamaza na kuanza kupekua kila nguo yake yenye mfuko ili mradi tu aipate picha ya mwanamke aliyemteka rafiki yake, na kama itoshi akahusika na kifo cha Batuli wake pia. Basi tafuta we. Ikawa sasa ni kama mwanamama anayetafuta nguo kwenye soko la mtumba. Akiwa kwenye hali hiyo, mmiliki wa banda anabisha hodi na kuingia ndani. Baada ya karibu kutoka kwa Diana, karibu ya juu tu, kwanza akatazama Diana alichokuwa anakifanya. Mwisho alichagua kuguna, akihisi mwanadada huyo amevurugwa kama sio kupagawa. Ikabidi aulize kwamba unafanya nini sasa? Diana kimya tu, yuko busy, ametingwa na alichokuwa anakifanya. Akauliza kwamba nini kinaendelea? Basi Diana akageuka bila kusema neno lolote, akachukua ujumbe ulioachwa na marehemu Batuli, akampatia mmiliki wa banda, kisha yeye akaendelea na alichokuwa anakifanya. Wakati ambao mmiliki wa banda anamaliza kusoma ujumbe kutoka kwa Batuli, ujumbe ulioachwa katika kilele cha huzuni, ni wakati huo ambao Diana anaipata picha ya mwanamke katika mfuko wa moja ya boyfriend jeans yake. Anaitazama lakini ni kama anashindwa kumtambua mwanamke katika picha ni nani. Asa jamaa anauliza kwamba nani huyo? Diana akajibu kwamba shika. Diana alimpatia picha miliki wa banda. Sasa jamaa akasema kwamba ina maana mke wa Beni Chacha ndio amemuua Batuli. Mwanamke ana roho mbaya sana huyo. Alisema hivyo jamaa. Huyu mwamba anaitwa Bingo. Basi Diana alisema ya kwamba ni mke wa Beni Chacha kumbe. Sawa, nafikiri ule mchezo wa sisi kumnasa Beni nitaufanya bure bila malipo yote kutoka kwako. Mimi sifanyi tena kama dili, bali kisasi. Na hapa kuwapoteza katika dunia hii wote wawili. Mimi sitakubali kupumzika mpaka hapo Beni Chacha na mke wake watakapopumzika kwenye nyumba zao za milele. Alisema Diana kwa hasira sana. Bingo asemi kitu, yeye alichagua kunyamaza tu. Basi wiki moja ilipita tangu ndugu wa Batuli walipopewa mwili wa ndugu yao na kwenda kufanya mazishi.
Wakati wote Diana na Bingo walikuwa karibu kabisa na ndugu wa Batuli hadi tamati ya mazishi. Sasa baada ya hapo wakarejea zao Chamazi tayari kwa maisha mengine bila ya uwepo wa Batuli. Sasa Bingo akasema kwamba nafikiri kila kitu kipo kwako sasa. Wewe ndiye utakayeamua. Dili langu la kwanza lilikuwa ni kumuingiza kwenye mtego Beni Chacha ili tupate pesa. Lakini mpaka sasa naamini utakuwa na mpango wako mpya. Kivyovyote vile mimi nipo na wewe bega kwa bega. Diana akasema mpango wetu upo pale pale. Nataka kila kitu kutoka kwa Beni Chacha. Nataka uhai wake yeye na mke wake kama fidia ya kifo cha Batuli wangu. Afu baada ya hapo nataka pesa zao kama malipo ya kunipotezea muda wangu. Hivyo tu. Kwa hiyo hiki ni kiapo kitalipwa. Alisema hivyo Diana na hata ni anamaanisha aso. Waswahili wanasema ukiyajua malisho ya mbuzi basi ni rahisi kupata kinyesi chake. Kwa Diana haikuwa tabu kurejea kwenye mawindo yake akiwa na mtazamo mpya kuhusu windo lake. Kama ilivyokuwa mwanzo, Diana alifika kwenye hoteli ambayo mara zote Beni Chacha hupenda kufika. Kama ilivyokuwa mara ya kwanza, ikawa hivyo hivyo kwa mara ya pili pia. Diana alimkuta Beni Chacha ametulia kwenye moja ya meza ambayo juu yake ilikuwa na pambo la kinywaji cha gharama mno. Mguu mmoja juu ya mwingine, Beni Chacha alikuwa ametupia 4. Macho yake yametingwa na kuperuzi. Ujio wa Diana ukamshtua kutoka kwenye simu. "Oh, mrembo." Aliita hivyo Beni Chacha. Diana aligeuka na kumtazama. "Mezangu haina mtu mwingine. Hata hivyo ningependa kuketi nawe hapa." "Tuna maongezi ama?" aliuliza Diana ambaye alikuwa katika ubora wake. Amependeza kiasi cha kumtetemesha mwanamume yote ule mwenye utimamu wa tamaa za kiume. Msikilizaji, naomba nichukue nafasi hii kukukumbusha tena kuwa huyu Diana alikuwa ni mzuri. Unaweza kumfananisha na mwanamke yote ule mzuri unayemjua wewe kwenye hii dunia. Nadhani utakuwa umenisahau. Mara mwisho tulikutana hapa. Kwa bahati mbaya hakuna mawasiliano yaliyotokea baina yetu. Unaweza kusema ni bahati tena kukuona hapa. Bado ni Beni Chacha yupo kwenye jitihada za kumweka Diana mezani kwake. Diana akasema kwamba halafu mbona kama sura yako nimeiona sehemu. Hebu ngoja. Okay. Basi nimeshakumbuka. Beni Chacha hapa, mkwe wa Mheshimiwa Rais. Sasa Diana akajifanya amemkumbuka ama kumjua Beni. Beni Chacha alimkaribisha Diana mezani. Diana hakutaka kuibua pingamizi lingine. Akakubali kuketi kwenye meza moja na windo lake. Wakati ambao Beni Chacha anaamini kuwa amekaribia kulinasa tunda bora kabisa. Homa ya kisasi juu ya kifo cha Batuli ilikuwa ikichemka ndani ya Diana kila anapoitazama sura ya Beni Chacha. Basi tu alikuwa anajikaza. Ulisema unaitwa nani vile? Diana. Nafikiri mimi tayari umeshanijua. Unajua nahisi furaha sana kuwa na mwanamke mrembo mchana huu. Kwanza ungependa kutumia nini? Hapana, maana nimekuja tu kupumzika kidogo tu kisha naondoka. Unajua mchana huu mambo ni mengi sana, labda wakati mwingine wa jioni hivi ndio huwa anapata nafasi ya kufurahia chochote kitu mezani. Diana alianza kuweka mitego yake. Taratibu anamvuta mtu wake kwenye 18 zake. "Sawa bwana, mimi nani hata nikatae kujumuika na wewe jioni? Niambie tu ni wapi kisha mimi nitajua nafanyaje kama mwanaume." Alisema hivyo Beni Chacha huku sasa macho yake yakiwa yanautazama uzuri wa Diana. Hakika sio umbo wala sura. Huyu mwanamke alikamilishwa akakamilika. Diana huku sasa akitazama saa yake ya mkononi kuonesha kuwa anajali sana muda, akasema kwamba nitakwambia. Basi mimi naomba tu niondoke. Kuna jambo ambalo nahisi nimeliacha vibaya sehemu. Ni bora nikienda kuliweka sawa. Alisema hivyo Diana. Jambo gani hilo? Lipi? Basi tu ni mipango ya kumvuta mtu wake eneo sahihi kwa ajili ya machinjio. Diana alikuwa mwepesi wa kucheza na tamaa za kiume. Alikuwa akimuonesha Beni kuwa yupo karibu kutengeneza ukaribu naye kisha anavunja hilo kwa kutaka kuondoka ili mradi tu kuzitesa hisia za matarajio ya Beni. Kama kulikuwa na kitu ambacho Diana anakitaka, basi ni matokeo ya mateso hisia za matarajio ya Beni. Kwa lugha rahisi sana, mwanaume ni kiumbe wa ajabu sana. Anaweza kuwa na mwanamke ambaye yupo tayari kuwa naye ama kufanya naye chochote kile wakati wowote ule, lakini akitokea mwanamke mmoja tu na kujifanya mgumu, hakamatiki, huyo mwanaume atasahau kuwa kuna mwanamke
ama kuna wanawake wawili wanamtaka leo kesho. Ataanza kuhangaika na mwanamke mgumu ili ampate na huyo pia. Sasa Beni Chacha alisema kwamba sawa, hata mimi sina muda mrefu hapa, tunaweza kuondoka wote tu. Diana akasema kwamba na usafiri wangu, kwa hiyo sina wasiwasi kabisa. Beni akasema kwamba najua nao, ila tunashuka wote chini ama? Diana akasema sio wazo zuri, unajua wewe ni mtu mkubwa, kwa hiyo naweza nikapigwa picha hapa alafu nani usiji wifi nani mwisho siku akaja akafikishwa taarifa. Beni akasema basi sawa, sitaki nikupe tabu, naomba simu yako. Bila kipingamizi Diana akampa. Baada ya kuwa ameitoa pingamizi la ulinzi, Beni Chacha akaweka namba zake kwenye simu ya Diana kisha akajipigia. Simu yake ikaita. Akaitoa na kumuonyesha Diana kuwa alifanya kujipigia. Nimeamua kutumia njia ya wanangu wa mtaa, alisema Beni Chacha. Diana akachagua kucheka tu. Jioni ya leo vipi? Safi, sina ratiba ngumu kabisa. Basi kila kitu kuhusu jioni ya leo niachie mimi. Samrembo. Beni Chacha alionyesha umwamba wake. Diana alicheka tu. Kuna namna anamdatisha Beni kwa tabasamu lake. Mbinu rahisi sana ambazo Beni alizitazama kama madeko kutoka kwa mwanamke mrembo. Mwisho walikubaliana kutoka jioni ya siku hiyo. Kila mmoja kivyake tu. Alikuwa akishangilia ushindi wake. Yes, kila mtu ana mpango wake. Kila mtu ana lengo lake. Basi hata ushangiliaji ulikuwa tofauti. Beni Chacha akihesabu kuwa amemnasa mrembo wa maana sana kwenye maisha yake. Diana alikuwa akiweka tiki kwenye hatua zake za kufikia kisasi chake. Kama ungepata bahati ya kuiona sura yake ama kuisikia sauti yake, kisha mtu aje akwambie huyu ndiye amehusika kwenye mauaji ya Batuli, basi ungekataa, na kama ungekubali basi lazima ungehitaji muda zaidi kabla ya kukubali moja kwa moja. Kutoka kwenye cheti chake cha kuzaliwa, Emiliana ndio jina lake, binti kipenzi wa rais wa nchi hii na mke wa Beni Chacha. Emiliana alisema ya kwamba kama ulivyonishauri, mimi nimefumua kila kitu. Unajua nilimwachia, lakini baada ya kukaa na kutafakari vizuri nikajua kabisa upo uwezekano akakutana na Beni wangu. Na mimi kama kuna kitu staki nikione kwenye maisha yangu, basi ni kumuona mwanamke mwingine akiwa karibu na Beni wangu. Alisema hivyo Emiliana. Kando yake yupo Christina, rafiki yake kipenzi. Christina alisema ya kwamba ni aibu kubwa mwanamke wa hadhi kama wewe kushia mwanaume na kadada ka saluni tu. Aibu kubwa sana. Ndio maana nilikwambia agiza tu wanaume wakamfyeke mambo yaishe. Vipi lakini Beni hajajua kitu kuhusu wewe kuhusika, si ndio? Emiliana akasema hata kama angejua atanifanya nini? Ila mpaka sasa hajui kama najua alikuwa na mahusiano na yule mwanamke. Hajui. Christina akasema haya tuachane na hayo, nipe ratiba ya leo usiku. Emiliana akasema leo nitaka kutoka na Beni, ila amesema atakuwa kwenye biashara zake. Si unajua tena tunajiwekeza kabla mzee hajaachia kiti. Emiliana alisema hivyo. Christina akasema safi, hayo ndio maisha sasa, kwa hiyo tutoke basi ama? Emiliana akasema hamna namna, lazima mimi na wewe tutoke. Tutaenda QVIP Paradise pale tukashangilie kumuondoa yule kaba. Christina akasema sawa. Sasa upande wa pili kwa Diana, ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yake. Diana alisema ya kwamba ametuma ujumbe. Bingu akauliza kwamba nani? Diana akasema Beni Chacha. Bingu akauliza anasemaje? Diana akasema amesema tukutane naye QVIP Paradise leo usiku. Nusu saa ilipotea akiwa katika meza ya urembo iliyokuwa na mnara wa kioo. Baada ya kuamini ubora wa muonekano wake, akasimama mbele ya kioo na kujitazama. Akatabasamu kuona namna atakavyoonekana, halafu haraka akaliua tabasamu na kuirudisha sura yake halisi. Diana akasema kwamba Batuli rafiki yangu, nipe muda kidogo, siku chache tu wote waliohusika na kifo chako watazikwa. Niamini mimi Batuli. Alisema hivyo Diana, kisha aligeuka nyuma na kuukwapua mkoba wake kitandani. Alifungua mlango na kutoka nje. Sasa Bingu alisema kwamba gari ipo mbele pale. Ile leo wametaka 200,000. Alisema hivyo Bingu, jamani miliki banda la kuuza chips hapo mtaani. Diana akasema kwamba ondoa shaka. Leo nitatoka na pesa ndefu tu. Huu mchezo ni wangu. Ikiwezekana nitakuja na hela ya kununua gari letu kabisa ili tuachane na haya mambo ya kukodi.
alisema hivyo Diana. Basi waliagana pale. Diana aliondoka na kwenda hadi ilipokuwa gari. Anakutana na mkodishaji. Alipewa funguo. Hasa mkodishaji akisema kwamba nitalifuata kesho muda kama huu. Diana akasema uje ulifuata asubuhi tu. Sitakuwa na kazi nalo baada ya usiku wa leo. Anasema hivyo Diana na kuzama ndani ya gari. Analitia gia na kuondoka zake. Safari ni kuelekea QVIP Paradise. Gari ilifunga breki mbele ya lango la QVIP Paradise. Kwanza akashuka mwanamke ambaye bila shaka alikuwa ni mlinzi wa Emiliana. Kisha Christina akafuatia wa mwisho kabisa akawa Emiliana mwenyewe. Mlinzi alionekana kuwa makini na kazi yake. Wakati wote alikuwa kando ya Amy. Wakati huo Diana alikuwa anaingia. Anafunga breki kando ya gari la Amy na kushuka. Mbele yake ni mlango wa kuingia ndani ya ukumbi bora kabisa. Ukumbi wa starehe. Ukumbi ambao kiasi cha fedha cha chini unachotakiwa kuwa nacho. Ikiwa unafikiria kwenda hapo basi walau uwe na milioni 1 ya kuizagaza tu. Nimesemaje hapo walau? Walau nini? Hiyo milioni 1. Walau kakimilioni tu kamoja. Ndo katupatia hata nguvu ya kumuita waiter. Kabla hata Diana hajafanya maamuzi ya kuingia ndani, akaguswa bega. Kugeuka nyuma ni Beni Chacha. Wakachekeana kwa sekunde kadhaa kabla Diana hajalaumu kitendo cha Beni kukawia kufika, ili hali Beni ndio mwenyeji wa Diana usiku huo. Beni ajitetea akasema kwamba unajua sikutaka kuja na gari langu, nikaona tu nichukue gari ya kukodi. Nataka tukitoka tutumie gari moja ambalo ni la kwako. Hivyo wakati nasubiria gari niliyokodi, sababu ya kuchelewa ikawa imezaliwa. Diana akasema kwamba basi sawa, hamna shida. Alisema hivyo Diana na kumpa mkono Beni. Kwa pamoja kama wapenda nao wanaingia ndani ya ukumbi. Diana ndio alikuwa mshamba eneo hilo na sio Beni. Uhalisia wa Diana ni mwanamke mrembo mno, mwenye kila kitu anachotakiwa kwa nacho mwanamke mzuri, ila sio maisha yake. Maisha ya ufahari mbele ya Beni yalikuwa maisha ya kuigiza tu ili kukamilisha kisasi chake tu. Kwa sababu hiyo hakutaka kuwa mjuaji sana. Kila kitu alimwachia Beni. Alichokuwa anakifanya ni kumwacha Beni aamue wale nini na kunywa nini, ili mradi tu aliviweza. Kama sio issue ya kisasi, huenda hii ingekuwa siku bora sana kwenye maisha ya Diana. Hakika alifurahia kwa namna fulani licha ya kuwa na jambo lake nyuma ya pazia. Beni Chacha alisema kwamba unajua nakusikiliza. Mimi natamani nifanye vitu vingi sana na wewe. Natamani ujue kuwa licha ya mimi kuwa na ndoa, nimekupenda mno. Natamani sana uwe sehemu ya maisha yangu. Hakuna mwanamume kwenye hii dunia asiyetamani kuwa na mwanamke kama wewe. Beni Chacha akatupa nyavu zake kwenye bahari ya moyo wa Diana. Moyo ambao tayari una chuki na hasira kali dhidi yake. Ni vile tu hakuwa anajua lolote. Laiti angejua basi angekaa mbali kabisa na Diana. Una mke na nadhani inabidi ukumbuke kwamba umeoa. Kwa hiyo unataka mimi niwe mchepuko wako, si ndio? Kwa sasa inaweza kuonekana hivyo, lakini uko mbeleni nikupe tu hakika kuwa nitakuwa karibu kabisa na wewe. Mimi nakupenda sana wewe. Achana kabisa na ndoa yangu. Haina maana mbele yangu. Diana akapoteza ile mada. Akamnywesha Beni kinywaji kilichokuwepo mezani, kisha kaliacha tabasamu bora kabisa lilomvuruga Beni. Diana alisema kwamba anahitaji kwenda uani. Diana alisema hivyo. Asa Beni alimuita mhudumu na kumpatia maagizo ya kumuelekeza Diana sehemu ambapo uani ipo. Baada ya kuelekezwa, Diana akaelekea huko mwenyewe. Ndani kulikuwa na wanawake watatu. Mmoja akainamia sehemu ya kunawia mikono, mmoja akawa amesimama kando kama mlinzi, huku mwingine akiwa karibu kabisa na mwanamke aliyeinamia sehemu ya kunawia mikono. Diana alihoji ya kwamba kuna shida jamani. Alihoji Diana huku sasa akisogea alipokuwa mwanamke aliyeinama kama anatapika hivi. Yule mwanamke akasema kwamba dada, unaweza kuendelea tu na mambo yako? Alisema mwanamke aliyesimama kando kama mlinzi. Eti kama ni mlinzi wa Amy. Sasa Diana alihoji ya kwamba sasa jamani nisimjulie hali mwanamke mwenzangu. Alihoji Diana huku sasa akimchungulia mwanamke anayetapika. Hata sekunde 4 hazijakamilika, Diana akagundua kuwa mwanamke anayetapika ni mke wa Beni Chacha. Mwanamke anayehusika 100% kwenye kifo cha Batuli. Sasa ile hali ya kujali aliyokuwa nayo ikatoweka.
Sasa Diana akasema ya kwamba au labda unatapika ubaya, maana sehemu kukiwa na watu wema alafu wewe una roho mbaya lazima tu utapike. Diana alianza maneno yake, aliona yanastahili kupokelewa na masikio ya Emiliana. Christina akaja juu akasema kwamba unasema nini wewe? Diana akasema kwamba unajua hicho unachokifanya kumsaidia mwenzako hapo, alitakiwa awe mume wake kama sio kipenzi cha roho yake ndio alitakiwa kuwa anafanya. Ila ona sasa, mume wake hata ajui kama mpenzi wake anatapika hapa. Hii nayo ni hatari. Diana alizidisha maneno ya kukera. Ikabidi Amy sasa, binti kipenzi wa rais, anyanyuke kumkabili Diana mwenyewe. Maana ameguswa na amegusika. Akamwambia kwamba wewe, hivi unataka nini wewe? Msikilizaji, mwanamke ni mwanamke tu, haijalishi kwenye akaunti yake ya benki kuna sifuri ngapi za kumfanya vimbe mjini. Ndivyo ilivyokuwa kwa Amy. Pesa ipo, ila ile asili ya kike bado ilikuwa katika kazi yake. Kitendo cha kuguswa katika sekta muhimu ya hisia kilimkera sana. Alivimba. Amy akauliza kwamba wewe, mambo ya mahusiano yangu yanakuhusu nini? Basi Amy alikuja kwenye uwanja ambao Diana alijiandaa nao na alihitaji Amy alete timu tu uwanjani ili yeye atangaze ushindi. Sasa Diana akasema kwamba bwana, sasa usiambiwe ukweli. Wenzako sehemu kama hizi wanakuja na wapenzi wao. Wewe unakuja na hela na wenzako tu. Au wenzako ni wale? Kabla Diana hajamaliza kusema alichotaka kusema, mlinzi wa Amy akamtoa kando. Amy akasema mwache. Amy akauliza unanijua mimi wewe? Diana akasema kwamba muuaji. Nimekosea, mwanamke ambaye anakuja sehemu za watu wapenzi wao bila mpenzi wake. Sema ambapo utakuja na mpenzi wako, umekuja bila mpenzi wako. Jamani, au labda unao mpango wa kutoka na mume wa mtu. Hiyo ni dhambi ndogo sana kwako, maana ushafanya makubwa mno. Anyway, kwa ushauri wangu tu, kama hujafanikiwa kuja na mume wako eneo kama hili, basi hakikisha hata usiku wa leo unakuwa naye kitandani. Au unasemaje? Mambo mengine sio lazima makungu tu ndo ateseke kuelezea. Alisema hivyo Diana kisha kaondoka zake. Amy na watu wake wakabaki wanatazamana tu. Kwanza hawajui chanzo cha mwanamke aliyeondoka sekunde chache nyuma kubadilika na kuzungumza maneno ya hovyo kiasi kile. Sasa Christina akasema kwamba unajua watu wengine bwana wakichanganyikiwa ama kuvurugwa huko walipotoka, basi wanakuja tu na kutema maneno ya hovyo tu kwa mtu yeyote ili mradi tu wajisikie amani. Christina alijaribu kumrejesha Amy kutoka kwenye sintofahamu. Amy akasema kwamba hapana Christina, unajua kwa namna moja ama nyingine ni kama ameongea ukweli yeye. Leo nitakiwa kuwa na Beni hapa, lakini yeye ametingwa na biashara zake. Hebu kwanza, kwani Beni ana shida gani? Tuseme hizo pesa anazotafuta huko kwenye biashara zake ni za muhimu kuliko mimi? Msikilizaji, unaweza kusema anauliza swali, kumbe anawaza kwa sauti. Christina akasema kwamba Amy, unataka kusema maneno ya huyu malaya aliyetoka hapa yamekuingia kiasi hicho? Basi bwana, tukiachana na hao msikilizaji, gari ilikuwa ikifuata uelekeo wa Dar Dream Hotel. Kwenye uskani ni Beni Chacha, kando yake yupo Diana. Wakati wote mkono mmoja wa Beni ulikuwa kwenye mapaja ya Diana. Hamu na shauku ya kulifaidi tunda la mrembo huyo ilikuwa imefikia kwenye kilele cha tamaa zake. Hasa Beni Chacha akauliza kwamba kwa nini tumondoka haraka? Diana akasema basi tu nimeona tuondoke, kama hujapendezwa na maamuzi yangu ya kuondoka basi turudi. Alisema hivyo Diana kwa sauti ya kulalamika iliyoendana na kudeka. Maongezi hapa na pale yakafuata. Nusu saa baadaye gari ikafunga breki kwenye maegesho ndani ya Dar Dream Hotel. Na wa kwanza kushuka alikuwa ni Beni Chacha. Kisha haraka akawahi kumfungulia mlango Diana. Diana, mwanamke asiyekuwa na lolote mtaani, anafunguliwa mlango na mkuu wa rais wa nchi yake. Basi Diana akauliza vipi kuhusu salama? Aliuliza Diana hakutaka kufanya kosa la kuacha alama ambayo Amy angefuata na kumjua. Hakuwa tayari kuanzisha vita ambayo bado hajawa tayari nayo, hasa vita ya kutambua moja kwa moja. Diana alifahamu endapo Amy atamjua mapema kuwa yeye anatoka na mume wake, basi ataundiwa timu ya mauaji haraka sana. Beni Chacha akasema kwamba najua mimi ni nani, ndio maana nikaja hapa, usalama upo asilimia zote. Basi Beni Chacha alisema hivyo. Alikuwa anaona namna Diana anavyomchelewesha kwenda huko chumbani. Hapakuwa na lingine zaidi ya kuingia ndani ya hoteli. Wakachukua chumba namba 24
Na ninaposema hoteli, naomba nieleweke kuwa ni hoteli kweli kweli. Achana na hizo hoteli zenu za udugu. Mlango wa chumba namba 24 ukafunguliwa. Viumbe wawili wakaingia ndani. Kiumbe cha kwanza kikatupa mkoba kitandani, wakati huo kiumbe cha pili kikifunga mlango kwa uhakika zaidi. Naam, baada ya kumaliza kufunga mlango, akageuka na kutazama mbele yake. Macho yake akamwonyesha mwanamke mrembo ambaye huko nje kila mwanaume anammezea mate. Sasa yupo mbele yake tena chumbani, ni wao wawili tu. Diana akasema kwamba unaanza kwenda kuoga wewe, alafu naomba simu yako nimtumie ujumbe mfupi rafiki yangu kuwa leo sitakuja, afunge mlango. Beni Chacha akasema kwamba kwani simu yako hauna? Diana akasema nimesahau kwenye gari. Beni Chacha akachukua simu na kumpatia Diana, kisha yeye akapunguza nguo zake na kuvaa taulo. Anapomaliza aingie bafuni, Diana alitangaza kile ambacho Beni alikuwa anakitamani. Diana akasema kwamba unaonaje kama tukaingia wote bafuni? Naamini usiku wetu utakuwa poa sana. Alisema hivyo Diana. Beni akasema kwamba wewe mtoto wa mama mko wewe, hivi una lengo baya sana kwenye ndoa yangu alisema Beni. Sura yake ilikuwa inaonyesha wazi amefurahishwa na kitendo cha kwenda kuoga na Diana kiasi cha kusahau kama alimpatia simu Diana ambaye hakusema ikiwa alimalizana nayo matumizi au la. Diana akaiweka simu kando, akasogea na kusimama mbele ya Beni Chacha. Beni hakuhitaji darasa la chumbani ili kugundua kuwa alitakiwa kuzondoa nguo kwenye mwili wa Diana. Taratibu, huku akiwa anamtazama Diana usoni, Beni Chacha anamaliza zoezi la kumvua Diana nguo. Wakati huo mwarobaini wake umechachuka balaa. Mkono wa Diana unaukamata mwarobaini wa Beni Chacha na kuvuta hadi bafuni. Huko bafuni sasa, Diana akaruhusu maji yatoke kutoka kwenye bomba la kumwaga maji mithili ya mvua pale bafuni. Wakakumbatiana. Wakati huo walikuwa wamebadilishana ulimi. Walikuwa mbali mno na Sari. Mikono ya Beni Chacha ilikosa utulivu kabisa. Mara ikague hazina ya mwanamwali, wakati huo ipande juu kwenye vilima viwili, ili mradi tu kuziamsha hisia. Dakika kadhaa mbele, Diana akajitoa kwenye kumbato. Taratibu akamkalisha Beni Chacha kwenye choo cha kukaa, kisha naye akaja juu yake. Unaweza kusema Diana alikusudia kumpigisha makelele kijana wa watu pale bafuni. Haikuwa shughuli nyepesi. Akiwa juu mapaja ya Beni Chacha, Diana alianza kukisusa kiuno chake kushoto, kisha akakirudisha kulia, ili mradi tu tafrani. Kama ningekuwa sijui huyu dada ametokea Moshi, naweza kusema malezi yake ya juu ya kitanda ni lazima aliyavuna Pwani ama popote pale ambapo utundu wa haya mambo uzaliwa. Baada ya bingili chali la nusu saa, wakaingia kwenye matumizi halisi ya bafu. Wakaoga kisha wakarejea kitandani. Mpaka wakati huu yapata saa 4 kuelekea saa 5 hivi usiku. Mwanaume wa mtu, kama mtu tu haitoshi, mwanaume wa ndoa kabisa, hayupo kwake na hana mpango wa kuwa kwake. Diana alianza utundu wake, akasema kwamba mimi nataka tena. Wakati huo simu ya Beni Chacha ikaita. Mpigaji ni Emiliana. Naweza kusema mke alikuwa akimpigia mume wake. Emiliana alikaa akafikiria, akawaza, kisha akawazua, mwisho akakubali kuwa kitanda chake kina pengo. Na alichokisema yule mwanamke pale uani ndani ya QVIP Paradise kinakwenda kutimia. Aliyakumbuka vyema maneno ya mwanamke asiyemjua kuwa ikiwa ameshindwa kwenda na mume wake pale, basi hakikishe kuwa analala naye walau. Emiliana ananyanyua simu yake na kuamua kumpigia mume wake. Simu inaita kwa dakika kadhaa kisha inapokelewa. Mpokeaji anawahi kuzungumza kwa kumjulia hali mke wake, ili hali uko alipo yupo kwenye mikono ya mwanamke mwingine. Swali la wivu lilimtoka Emiliana kwa kuuliza ya kwamba uko wapi. Beni alijibu ya kwamba nimebanwa na kazi kidogo mke wangu, ila ndio namalizia hapa kupitia makaratasi yao kisha narudi nyumbani mpenzi wangu. Emiliana akasema ya kwamba siwezi kuendelea kuwepo hapa peke yangu. Yaani mpaka hata watu wasionijua wananipa maneno ambayo yanaendana na ukweli. Nasemaje, nataka nije ulipo. Beni akasema Emi, umeanza lini kuwa hivyo? Si nimekuambia nakuja. Hayo utanitokea wapi sasa kipenzi changu? Emiliana akasema ya kwamba nakata simu. Nikipiga tena ni wewe kunielekeza wapi ulipo. Alisema hivyo Emi kwa hasira. Kweli alikata simu. Anauchukua mto na kutupa kwa hasira. Akajitupa kitandani na kulala chali, akiwa anawaza jambo ama pengine kufikiria nini atakifanya ikiwa atagundua kuwa Beni hayupo kwenye kazi bali
mambo mengine tu, hasa kumsaliti. Sasa upande wa Diana huku, Diana alisema ya kwamba ndio maana nikakwambia uweke sauti kubwa ili nisikie. Beni akasema kwamba unataka kusemaje Di? Mimi acha nijiandae niondoke bwana. Huyu mwanamke anaweza kufanya upuzi wote tu kama nisipotokea nyumbani. Alisema hivyo Beni Chacha. Diana akasema ya kwamba kwa hiyo unaendeshwa na mwanamke kabisa? Alisema Diana. Wakati huo sasa alikuwa ameanza kujiweka juu ya mwili wa Beni na kuanza kudeka, huku sasa mkono wake ukipapasa mwarobaini wa Beni. Ni miguno kwa mara nyingine tena. Mchezo pendwa juu ya kitanda ukachukua nafasi. Beni akasahau kuwa alitakiwa kwenda nyumbani haraka kama ambavyo Amy alihitaji iwe hivyo. Sasa baada ya shughuli ndefu ya saa moja la kukata na shoka, Beni hakuwa na ubavu wa kutaka kuondoka. Hakika Diana alikuwa ni mtekaji mwenye viwango vya nyota 5. Alikuwa ni mtundu aliyejua wapi amchoshe mpinzani wake na wapi ampumzishe. Aliutumia vyema uwanja wa 6 kwa 6. Diana akauliza kwamba utaenda kumwambia nini mke wako kesho? Beni akasema sijui hata. Naona kabisa tukienda kukosana, ugomvi lazima utakuwa ni mkubwa sana. Sijui itakuwaje, lakini lazima utakuwa ni ugomvi mkubwa. Sikia Beni, mimi kwa ushauri wangu tu ni bora ukanihamishia hela kwenye akaunti yangu mimi, ili wakati mkeo atakapotaka kumiliki akaunti zako zote, ili kujua matumizi yako ikiwa na mwanamke mwingine asifanikiwe. Sisi tunaendelea mambo yetu. Diana akatega mtego wake. Wakati ambao Beni anajaribu kuishughulisha akili kupima kama alichokisema Diana ni sahihi ama sio sahihi, Diana anachukua mkono wa Beni na kuweka kwenye kiuno chake ili mradi tu kumvuruga kijana wa watu. Unaonaje? Tena ni bora tu ungefanya sasa hivi. Ila kama utaki au unaona tabu acha. Kwani mimi na shida gani baba? Wewe mwenyewe ulikuwa unaona maisha yangu ni mazuri tu. Nimekwambia hivyo sababu najua mke ni mtoto wa namba 1 hapa nchini. Sasa akiamua lake linaweza kuwa ni bora ujiandalie tu mazingira mapema. Diana akaweka mtego wake. Alichokuwa anakitaka anakijua yeye mwenyewe. Ni kweli anamfahamu Diana kama mwanamke anayejiweza, ndio maana hata wakakutana eneo lenye hadhi. Beni Chacha baada ya kufikiria pasipokuwa na umakini wa hali ya juu kutokana na utundu wa Diana pale kitandani, akakubali kuhamisha pesa kutoka kwenye moja akaunti yake ya benki kiasi cha shilingi milioni 90. Beni akasema kwamba shikilia kwanza hizo, ikiwa atagundua lolote lile basi tunaweza kuzitumia wakati nikimrudisha kwenye hali yake ya kawaida. Alisema hivyo Beni Chacha, kisha walikumbatiana na kuupitisha usiku. Sasa palikucha bwana. Alikuwa ni kama mtu aliyerukwa na akili. Dada wa kazi kwa mara ya kwanza akaiona sura nyingine ya Amy. Alibadilika mno. Mkononi alikuwa ameshikilia simu ambayo toka usiku uliopita alikuwa nayo kwa kazi moja tu, kumpigia Beni Chacha ambaye hakupokea usiku huo mpaka asubuhi. Christina alisema kwamba wewe tena mpaka sasa hata hujajiandaa, alisema Christina baada ya kufika nyumbani kwa Amy. Christina alimuita Amy baada ya kuona hakuna jibu lolote kutoka kwa muhitaji. Basi Amy akasema kwamba hajalala nyumbani. Unamkumbuka ile dada pale uani jana usiku? Alikuwa sahihi kabisa. Beni hajalala nyumbani. Usiku mzima nimekesha nikipiga simu yake lakini wala hakuthubutu kupokea. Kabla Amy hajaendelea kuongea, Beni Chacha aliingia nyumbani. Amy alinyamaza na kugeuka kutazama sura ya Beni iliyoingia hapo nyumbani. Beni anafika karibu kabisa na Amy, anafanikiwa kusalimiana na Christina lakini Amy anaelekea zake chumbani bila kuongea kitu. Beni Chacha naye akaelekea huko. Amy akasema kwamba naona sasa hivi sina maana kabisa kwako. Unaweza kufanya lolote tu bila hata kunisikiliza. Haya ndio mapenzi Beni, kulala nje bila mke wako kukubali ama kukataa. Beni nakuuliza, ni sawa kutokupokea simu ya mke wako usiku mzima? Hapana mke wangu, sitaki kusikia kitu Beni. Kama ni usaliti basi kuwa makini sana. Maana mimi najijua Beni. Najua roho yangu. Naweza kufanya kitu chochote ili tu nibaki peke yako kwangu. Kuwa makini sana. Alisema hivyo Amy na kwenda kuketi kitandani. Akaamua kujiinamia zake aliye. Beni Chacha akachukua faida kwenye hilo. Akambembeleza mke wake hadi aliporejea kwenye hali ya kawaida. Amy akasema kwamba mimi acha niende kwenye kazi yangu. Nafikiri tumeelewana. Beni akasema kwamba basi leo mimi stoki. Nitakuwa hapa nikikuandalia chakula mke wangu. Leo mimi nitakupikia. Basi Amy alimtazama tu. Akamwambia kweli? Beni akasema ndio. Mwanamume wa kweli anajua njia ya kuomba msamaha kwa mwanamke anayempenda.
Basi Beni Chacha akapigilia msumari bwana, wakakumbatiana. Emiliana akatoka na kuungana na Christina tayari kwa ajili ya kwenda kazini. Sasa upande wa Diana alirejea nyumbani kwa Bingo alipopewa chumba kimoja. Alikuwa akiutazama muamala wa milioni 90 kutoka kwa Beni Chacha hadi kwenye akaunti yake ya benki. Diana akasema kwamba sasa huu ndio wakati wa kuanza kazi. Muda unaenda sana, sina muda kupoteza kabisa. Batuli rafiki yangu, muda wa kulipa kisasi kwa ajili yako umefika. Diana alisema hivyo. Kisha akaibofya simu yake na kuitazama namba ya Emiliana. Namba aliyochukua katika simu ya Beni. Ile saa ambayo alimuomba simu Beni kwa kisingizio cha kumpigia rafiki yake simu. Diana akasema kwamba Emiliana, nakuja kwa ajili yako. Sasa hawa kina Emi walipofika kazini, kila mmoja alijitenga kwenye ofisi yake. Hii ilikuwa ni kampuni inayoanza kujitafuta mjini chini ya Emiliana. Christina alikwenda kwenye ofisi yake na kumwacha Emi akiwa anajifanyia kazi zake. Kuna wakati Emi alikuwa akiliachia tabasamu kila anapokumbuka mchana wa siku hiyo mume wake, yani mwanaume anayempenda mno, atampikia chakula kwa mikono yake. Unaweza kusema kwa upande wa Emi muda ulikuwa ni kama yani hausogei kabisa ili mchana uweze kufika. Emi akiwa kwenye utulivu wa tabasamu la ahadi ya chakula cha mchana kutoka kwa mume wake, simu yake kaita. Akatazama namba ngeni. Mwanzo alitaka kuipotezea, ila furaha aliyokuwa nayo ikamsukuma kupokea simu. Sauti ya Diana ilisikika ikimuita Emi, sauti ambayo Emi anaikumbuka mara ya kwanza na ya mwisho kuisikia ni uani ndani ya ukumbi wa starehe. Hawezi kuisahau kwa yale maneno ambayo aliambiwa. Sasa Emi akahoji kwamba umepata wapi namba yangu? Diana akasema kwamba kweli, yani namba zako ni ngumu mno kuzipata, ila si unajua tena sisi wengine ni vijukuu vya mtume. Aliongea Diana. Emi alifoka akasema kwamba kama una jambo la maana usimpoteze muda wangu, nakata simu. Diana akasema jambo la maana nalo, nakusaje sasa? Kwanza ungetoa ushuhuda ikiwa mume wako alilala kwako jana. Ama ilikuwaje? Ili nijue naanzia wapi. So nakumbuka mara ya mwisho nilikwambia ujitahidi sana walau ulale na mume wako Alizungumza Diana kwa sauti ya upole mno. Naam, ni kweli kuwa hakulala na mume wake siku ya jana. Hili sasa likamfanya awe mpole mno. Akili yake kamwaminisha kuwa Diana ni mtu anayefahamu mambo mengi kuhusu mume wake. Hivyo anatakiwa kuwa mpole ili na yeye ayajue hayo mambo. Emiliana akasema kwamba wewe ni mwanamke kama mimi tu, hebu kuwa mwazi basi. Diana akasema kabla ya kusema kitu, washa internet. Kuna jumbe kadhaa zitaingia, fungua kisha unipigie simu. Alisema hivyo Diana. Emi akakubali. Anakata simu kisha anaruhusu matumizi ya internet kwenye simu yake. Hapo hapo jumbe 2 zinaingia kwenye mtandao wake wa WhatsApp. Haraka akazifungua na kuzitazama. Zilikuwa ni jumbe za screenshot za message za muamala wa milioni 90 kutoka kwenye akaunti ya mume wake kwenda kwa mpokeaji ambaye hajulikani. Diana alifanya makusudi kuficha jina lake kuwa yeye ndiye mpokeaji ili kujiweka mbali na mbinu yoyote atakayotumia Emi. Emi akanyanyua simu na kumpigia tena Diana. Emi akaujia kwamba nimeona huyo mwanamke unamjua? Alioje Emiliana. Sauti yake ilitangaza hasira kali iliyokuwa ikichemka ndani yake. Sasa Diana akasema kwamba namjua, ila nataka kwanza uwe mpole. Nataka nikukutanishe na huyo mwanamke, ila uniambie utamfanya nini na mimi utanipa kiasi gani. Emiliana kwa hasira akasema kwamba ndugu zake huyo mwanamke lazima waandae daftari la rambirambi. Sina kingine zaidi ya kumfutilia mbali. Basi Diana akasema kwamba mimi najua mume wako anakusaliti. Ndio maana niliyaongea yote pale wani, ila haukuona haja ya kuniuliza vizuri. Sasa kabla ya yote nataka unipatie changu mapema kabisa. Emi akasema kwamba nakupa milioni 50. Kisha baada ya mimi kukamilisha jambo langu nitakuongezea kiasi kingine. Diana akasema sawa, mchana wa leo huyo mwanamke atakuwa sehemu akimsubiri mume wako kwa ajili ya kuwa naye jioni ya leo. Emi akauliza atakuwa wapi? Diana akasema mume wako anakusaliti kwenye nyumba fulani hivi ambayo nitakupa maelekezo, ila usije na mtu yote, uwe wewe tu. Kama utaongeza mtu itabidi unilipe mara 2. Emi akasema nakuja mimi na bastola yangu tu. Diana akasema kwamba sawa, niingizie muamala wangu kwanza kisha utanipigia simu. Alisema hivyo Diana anakata simu. Pesa nayo hakuona tabu kufanya muamala wa pesa nyingi mno kwa ajili tu ya kwenda kumshughulikia mwanamke anayetoka na mume wake. Sasa baada ya kufanya muamala akampigia simu mlinzi wake kuwa
amwandalie bastola na gari haraka sana. Mlinzi wake aliweka pingamizi akasema kwamba lakini madam, mimi naweza kuambatana na wewe. Tena kwenye hali kama hii siruhusiwi kukuacha kabisa. Amy akasema ya kwamba wewe, hii sio issue yako, umesikia? Naweza nikakufukuza kazi hata sasa hivi. Hii ni issue yangu mimi na moyo wangu. Kaa kando, tulia. Alisema hivyo Amy. Mlinzi kusikia issue ya kuikosa kazi, akachagua kunyamaza tu. Mwisho wa siku kibarua kisije kikauta nyasi. Na tayari muamala wa milioni 50 uliingia kwenye akaunti yake kutoka kwa Emiliana. Aliutazama huko akicheka. Kando yake alikuwa Bingo akifuatilia namna Diana anaoendesha huo mchezo akiwa amekaa tu nyumbani. Baada ya hapo, kama alivyofanya kwa Amy, akampigia simu Beni Chacha. Beni akasema kwamba niambie di wangu. Beni aliongea hivyo na wakati huo alikuwa amesitisha alichokuwa anakifanya jikoni. Diana akasema kwamba mke wako kagundua kuwa umemsaliti. Kuna mtu amenipenyezea taarifa kuwa alipata uhakika kuwa ulilala kwenye ile hoteli. Mtu wangu karibu amenipenyezea taarifa kuwa mkeo kachukua bastola na anakuja nyumbani muda huu. Mimi na wewe tunafahamu nini kilitokea kwa Batuli. Kwa hiyo sitaki nikupoteze Beni wangu. Mimi nishakupenda. Alisema hivyo Diana. Sasa Beni Chacha akauliza kwamba umejuaje kuhusu Batuli? Diana akasema kwamba utaondoka hapo kwako mpenzi wangu uje nilipo ili uwe salama kwanza, ama niendelee kupambana kujibu maswali yako. Beni akasema kwamba nitumie anwani ya unapotaka nije, na mimi nahitaji kuthibitisha kama mke wangu amefikia hatua hiyo. Diana akasema kwamba mimi nakusubiri kwa hamu. Njoo sehemu salama, mwanaume wa hisia zangu, ili uweze kuokoa penzi letu. Basi alisema hivyo Diana na akata simu. Diana anageuka na kumtazama Bingo aliyekuwa kando yake. Diana anasema kwamba mchezo umeisha. Bingo akauliza kwamba kwa hiyo umekusudia kufanya nini? Diana akasema wote wamehusika na kifo cha Batuli. Sasa unafikiri natakiwa kufanya nini? Ukiwa kwa upanga na utakufa kwa upanga. Hakuna namna. Kabla ya kufanya lolote lile alitaka kupata uhakika ikiwa ni kweli Emiliana mwanamke wake anaweza kuwa na mpango huo. Beni Chacha anaamini Amy anampenda kiasi cha kutokuweza kufanya balo lolote lile. Sasa itawezekana vipi aje na bastola kwa ajili tu ya kumaliza? Beni Chacha alipiga simu kwa mlinzi wa Amy. Beni akauliza kwamba nini kinaendelea, nasikia Amy kachukua silaha. Mlinzi akajibu kwamba ndio, nimejaribu kuongea naye lakini imeshindikana kaka. Beni anakata simu. Tayari amethibitisha alichoambiwa Diana ni cha kweli. Haraka akatoka ndani ya nyumba kiasi cha dada wa kazi kumshangaa. Mlinzi getini akatukanwa afungue geti haraka. Akafanya hivyo. Beni Chacha akatoka. Akamjulisha Diana kuwa yupo njiani atumiwe hiyo anwani. Akatumiwa. Akiwa njiani akajikagua na kujipa uhakika kuwa bastola yake ipo karibu na yeye. Akilini alijua mambo yamevurugika, ili hali haikuwa hivyo bado. Mke wake bado hajui lolote lile, bali ni mpango wa Diana katika hatua zake za kutimiza kisasi. Upande wa pili, naye Emiliana akaomba atumiwe anwani ya hilo eneo ambalo mwanamke anayetoka na mume wake yupo. Lengo la Emily lilikuwa ni kwenda na kumaliza huyo mwanamke kama ilivyotokea kwa Batuli, na sio tofauti na hapo. Diana akamtumia anwani. Anwani aliyomtumia Emiliana haikuwa na tofauti hata na nukta na anwani aliyomtumia Beni Chacha. Unaweza kusema Diana aliamua kuwakutanisha wanandoa katika eneo moja. Huo ndio ulikuwa ni mpango wake. Basi Diana aliulizwa kwamba unaenda wapi sasa? Diana akasema kwamba naenda nilipoelekeza. Mimi naenda tu kuwaaga. Kabla ya kufa wanatakiwa kujua sababu ya kufa kwao. Bingo akasema kwamba sasa utaweza kukabiliana na watu wawili tena huenda wanamiliki silaha. Diana akasema mimi siendi kuhusika na mauaji. Naenda kutazama tu mauaji. Alisema hivyo Diana. Aliacha tabasamu na kuondoka zake. Baada ya kutoka Dadri Motel, Diana alifanya mawasiliano na Bingo akimtaka amtumie namba za dalali yoyote ndani ya Chamazi anayeweza kumtafutia nyumba kubwa ya haraka kwa ajili ya kupangisha. Akatumiwa namba za dalali. Basi akafanya mawasiliano na dalali ili apate nyumba kubwa anayoweza kuilipia kwa miezi 3. Ikapatikana, akailipia na kumwomba dalali afanye makubaliano na mwenye nyumba kisha funguo zitumwe tu kwake kwa njia bodaboda. Dalali bila kujua kusudi la Diana kutotaka kuonekana, akafanya kila kitu bila kuonana na Diana kwa ajili ya pesa tu, lakini Diana mwenyewe alikuwa anafuatilia kwa ukaribu kila kitu, japo hakutaka kuonekana kuwa yeye ndiye
anayekodisha kwa sababu zake binafsi. Baada ya kupata nyumba kwa muda wake, sasa yeye akafika na kufunga kamera za ulinzi kila kona ya nyumba, kisha akapanga mchezo wake wa kuwakutanisha Emiliana na Beni Chacha ndani ya hiyo nyumba. Diana akiwa umbali mdogo kutoka ilipokuwa nyumba aliyoikodisha, aliona gari la Beni Chacha likifika nyumbani. Diana akamtumia ujumbe kuwa ashuke asukume geti kisha aingie ndani. Ujumbe ulimfikia, ndio maana hakupata tabu ya kupiga honi. Alishuka na kusukuma geti na kuingiza gari ndani. Beni Chacha alipoingia ndani, akasahau kufunga geti. Akaingia moja kwa moja ndani ya nyumba. Alianza kumuita Diana bila mafanikio, akaamua kumpigia. Akamwambia kwamba mwache utani wako, upo wapi? Diana akajibu kwamba nipo dukani, nimekuona. Nimekuja kuchukua mafuta hapa ya kukufanyia masaji kipenzi. Diana alijibu hivyo. Beni akapoa. Akachagua kujituliza kwenye sofa. Kichwani alikuwa anaendelea kufikiria ikiwa ni kweli Amy anaweza kufanya kitendo chochote cha kumdhuru yeye. Usaliti wake kwa Amy unamzoea. Anabaki asijue ikiwa ni kweli Amy anaweza kufanya hivyo au la. Wakati huo gari ya Amy inaingia ndani ya nyumba hii. Amy anafunga breki na kushuka. Hasira zinazomkolea zizidi kumfanya onekane ni mwekundu sana. Zilimkolea zaidi alipoona gari aliyomzawadia mumewe siku ya ndoa yake ipo kwenye nyumba ya mwanamke mwingine. Chuki na hasira zikamkolea. Akaiweka silaha yake tayari kabisa kwa kufanya tukio na kuondoka zake. Sasa wakati wote huo, Diana alikuwa akitazama kila kitu kwenye simu yake kupitia kamera za ulinzi alizoweka katika ile nyumba. Amy akasukuma mlango kwa hasira na kuingia ndani, huku bastola akaielekeza mbele. Wakati wote huo, Amy alikuwa akiendeshwa na hisia zake na wala sio akili. Laiti ingekuwa ni akili, basi kwa nguvu na uwezo wa kifedha aliokuwa nao, angeweza kuwatumia watu kumsaidia kama alivyofanya kwenye mauaji ya Batuli. Unajua, Beni alipomwona Amy tu, tena akiwa na bastola, akafahamu fika Amy anakwenda kumuua. Hakuwa tayari kwa hilo. Akajikuta anafyatua risasi inaozama moja kwa moja kwenye kifua cha Amy. Kwa Amy, yeye alikuwa akishangaa kukutana na mwanaume wake pale. Mshangao wake ukaongezeka baada ya kupigwa risasi na Beni. Beni ambaye alikuwa anaamini kama angezubaa, basi Amy angefanya hivyo kwake. Sasa upande wa nje, Diana alikuwa anafurahia mchezo wake ukamilika. Taratibu kabisa Diana akanyanyua simu na kumpigia Beni Chacha. Beni akapokea akiwa mwenye wenge kali sana kiasi kwamba asiweze kusema kitu. Diana akasema kwamba hongera sana, naweza kukuambia wewe ni jasiri sana kwa kumuua mwanamke aliyekuulia mwanamke wako wa mwanzo. Hauna makosa kabisa Beni. Ulichofanya ni kumlipia kisasi kipenzi chako Batuli. Mimi na wewe tumemalizana, nafikiri hata wewe ulinufaika na mwili wangu na mimi nimenufaika na wewe. Sijui nini kitatokea kama usipojiua hapo, ila naamini kuwa dunia nzima inakwenda kutazama filamu ya kutisha. Filamu ya mume kumuua mke wake. Alisema hivyo Diana na ukata simu. Beni Chacha alitamani akurupuke katika ndoto ya kutisha anayoyota sasa hivi. Tayari amefanya mauaji ya kumuua mke wake wa ndoa, lakini pia ni mtoto wa rais. Uwezo wa kufanya hicho kitu, kufanya kiwe cha siri, ulikuwepo. Tatizo ni kwa Diana ambaye yupo mbali na ile nyumba, lakini anajua kila kitu kuashiria kwamba alichokuwa anakifanya kilikuwa kinamfikia Diana. Kwa hiyo hakuna siri. Akiwa katika kuvurugwa huko, ujumbe sasa unaingia katika simu yake. Ujumbe kutoka kwa Christina. Beni Chacha alitamani kuacha kusoma, lakini hakuwa na jambo lingine la maana labda angelifanya. Uliandikwa ya kwamba Mungu akulaani wewe mwanaume katili. Hautakwenda popote pale, lazima na wewe ufe. Lazima ufe. Emiliana alikosea nini wewe mwanaume? Mbona kila kitu alikupatia? Hivyo ndivyo ujumbe wa Christina ulivyosomeka. Hapo sasa Beni akajua kuwa tukio la mauaji alilofanya limeshawafikia watu wengi huko nje. Simu yake ilianza kuita kwa fujo sana. Huyu akipiga, huyu anapiga, huyu anapiga. Na mwisho wa siku Beni Chacha uvumilivu ukamshinda, akaamua kujiua yeye mwenyewe. Basi Biko akasema kwamba sasa hizi pesa unatakiwa kuzihamisha kwenye akaunti ya nje kisha unazirudisha tena kwako ili ziwe salama zaidi. Alisema hivyo Biko. Diana akasema kwamba hilo nakuachia wewe. Mimi nilichokitaka kimekamilika, ila Biko kuna kitu kimoja hujaniambia na ninahitaji uniambie.
Biko akauliza kitu gani tena, na kazi ishaisha hii? Diana akasema kwamba nataka kujua kwa nini ulinipa kazi ya mimi kumtega Beni ili tuivuruge ndoa yake kabla hata Batuli hajakumbwa na umauti. Biko akasema kwamba unajua Beni alinyang'anya Batuli. Nikamwambia kabisa ikiwa ni kweli anampenda Batuli mimi nitamwachia, lakini kwa gezo cha kutokumuumiza Batuli tu basi. Lakini alichokifanya anajua yeye. Ndio maana mimi sikutaka kabisa kumuona Beni akiwa na amani wakati huo Batuli anateseka. Kwa hiyo mimi sikuwa na lingine. Kwa maelezo haya ni kwamba Bingo alikuwa anampenda Batuli, lakini ndio hivyo akanyang'anywa. Basi msako mkali ulikuwa unaendelea kumsaka mtu aliyevujisha picha jongevu ya tukio la mauaji ya binti wa rais mtandaoni. Kwa Diana kila kitu kilikuwa shwari, kwani hakuvujisha yeye bali alimtumia mtaalamu wa kiwango cha juu mno kufanya hivyo. Hivyo ilikuwa ni ngumu mno kupatikana. Hata polisi na vitengo kadhaa vya upelelezi vilipopeleleza simu za marehemu walikuta jumbe za kuelekezwa kufika katika nyumba ambayo miili ya Beni na Amy ilikutwa hapo. Wakafuatilia namba iliyotuma jumbe hizo, wanakuja kugundua ni namba ya mwanamke ambaye wiki chache nyuma alifariki kwa ajali. Wakageukia njia nyingine ya kumpata yoyote yule anayeweza kuhusika na kilichotokea. Basi Diana anasema nipo kwenye gari langu binafsi naelekea Kilimanjaro. Ninachojua mimi, kila baya unalolifanya hapa duniani linaweza kurudi kwako kwa ubaya ule ule ama zaidi ya ule. Labda kisasi changu kwa Amy na Beni kinaweza kisiwe sahihi, ila fahamu kwamba wakati mwingine mabaya unayoyafanya ama tunayoyafanya kwa watu fulani yanaweza kurudi katika namna ambayo hatuwezi kuyabadili ama pengine kutarajia kabisa. Sijui ni lini na wapi hiki kisasi nilichokifanya kinaweza kujirudia kwangu, ila mimi nishamaliza ukurasa wangu. Narudi Kilimanjaro, narudi kwenye ardhi ya kwangu. Msikilizaji, mpaka hapa ndo mwisho wa hiki kisa kifupi kutoka kwa Juma Hiza na kimesimuliwa nami Lucas Lumbas. God bless you till we meet again. Bye bye.